Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia amewaagiza viongozi wa Chuo cha Ufundi Arusha ATC kuhakikisha chuo hicho kinaendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia duniani ili kuzalisha wahitimu wenye ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira. Akizungumza katika ziara yake ya kukagua mradi wa kujenga ujuzi na ushirikiano wa kikanda wa Afrika Mashariki ISTRIP katika ATC campus ya Kikuletwa, Naibu Waziri amesema ameridhishwa na juhudi za chuo kuwapatia wakufunzi mafunzo ya viwandani na kuwapeleka wengine kupata mafunzo ya muda mfupi na mrefu katika nchi mbalimbali ikiwemo China, Marekani, India, Japani, Korea Kusini na Ujerumani. Chuo hiki cha umahiri cha Kikuletwa ni cha kimkakati kwa sababu mosi, kitatoa mafunzo ya vitendo katika uzalishaji wa nishati jadidifu, nishati ya nguvu ya maji, nishati ya nguvu ya jua, nishati ya nguvu ya upepo na nishati ya bioanuwai. Pili, kinaandaa na kuwapa ujuzi skills vijana watakaofanya kazi katika miradi mikubwa ya kitaifa na kimataifa kama vile bwawa la uzalishaji umeme na Mwalimu Nyerere. Natambua kuwa mabadiliko ya teknolojia yanaenda kwa kasi sana, hivyo ni vyema chuo chetu kiendane na kasi ya mabadiliko haya ili vijana wetu wanaosoma kwenye vyuo vyetu waendane na mabadiliko haya. Hatuna budi kuhakikisha kuwa wakufunzi wanapata nafasi ya kujiendeleza na kupatiwa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Nimefarijika kusikia kuwa Chuo cha Ufundi Arusha kimetekeleza hili kwa kuwapatia wakufunzi mafunzo viwandani na wengine walipata fursa kwenda katika nchi zilizoendelea kama vile China, Marekani, India, Japan, Korea Kusini na Ujerumani kwa mafunzo ya muda mfupi na mrefu. Ninaelekeza kwamba hili liendelee. Kwa upande wake, mkuu wa Chuo cha Ufundi Arusha Profesa Musa Chacha amesema hadi Desemba 2025 jumla ya wanafunzi 3519 wamepatiwa mafunzo ya nishati jadidifu kupitia programu za muda mfupi na mrefu, wakiwemo wanafunzi wa kike 773 na wanafunzi 116 kutoka nchi jirani ya Kenya. Aidha, ameongeza kuwa chuo hicho kinaendelea na ujenzi wa mtambo wa kufua umeme kwa nguvu za maji wenye uwezo wa kuzalisha megawati 1.6 ambao umefikia asilimia 83.4 ya utekelezaji wake na unatarajiwa kukamilika Machi 2026. Jambo la kwanza ambalo tunaingia mikakati, tumejipanga ya kuhamasisha wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma mkondo wa amali, ile sera yetu amali, wachague kubobea katika mafunzo ya nishati jadidifu. Na hii itatolewa hapa Kikuletwa, na hii itachangia kuzalisha wataalamu wengi sana hapa Tanzania ambao watashiriki katika utekelezaji wa mkakati wa serikali wa matumizi ya nishati safi. Lakini ya pili, mkakati tunao ni kuhakikisha kuwa tunatangaza uwepo wa kituo hiki cha umahiri kwa makampuni yanayohusika na uzalishaji wa umeme katika nchi mbalimbali. Nazungumzia hapa makampuni kama TANESCO, yani TANESCO ya Uganda, TANESCO ya Kenya. Naomba tuende lugha hii nafikiri itaeleweka vizuri zaidi. Lakini tuambie usudi ni yake kubwa ni kwamba tukianza kuchamaza kujenga wa hydropower, wale wataalamu wao waje kupata mafunzo hapa. Maana mafunzo ni endelevu kwa wataalamu. Kwa sababu teknolojia inabadilika. Na ndio watu wamejenga kule, ukiangalia kwa upande wa mheshimiwa Naibu Waziri, kuna hosteli pale. Ile hosteli ni adult accommodation kwa ajili ya wanafunzi wa namna hiyo. Na najua watakuja kwa sababu sasa hivi wana senta moja tu Afrika ambao wanaenda kujifunzia. Iko Kafue Zambia. Robert Kabudi ni mshauri mkuu wa mradi wa ISTRIP unaotekelezwa katika eneo hilo la Kikuletwa lililopo katika wilaya Hai mkoani Kilimanjaro. Chuo cha Ufundi Arusha kimekuwa na sifa ya kutoa fundi bora, sio bora fundi, ndio utamaduni wetu. Kwa kufanya hilo, tunajenga huu mtambo ukiwa na maana ya kwamba wanafunzi hawa kipekee kabisa Afrika Mashariki na Kati kitakuwa ni chuo pekee ambacho hawahitaji kwenda mafunzo ya vitendo mbali. Mwanafunzi anasoma darasani, mtambo uko pale. Ni nadharia ambayo ya kawaida kabisa wenzetu wa afya. Kilipo chuo chochote cha afya huwa kuna hospitali. Na sisi tumeenda kwenye huo mfumo. Kupitia mradi wa ISTRIP, ATC imefanikiwa kutengeneza mitaala mipya 27 ya nishati jadidifu, kuwapatia mafunzo ya viwandani wakufunzi 31 pamoja na kuwawezesha watumishi 13 kupata mafunzo katika taasisi za nje ya nchi. Kutoka hapa katika kampasi ya Kikuletwa ya Chuo cha Ufundi cha Arusha iliyopo katika wilaya Hai mkoani Kilimanjaro, mimi ni Profit Manga na hii ni Wasafi News.